5 square kilomita. Tuna maji hapa kwenu, bahari yenu ya Hindi iko kwa watu wa kusini, kwa maana ya mikoa ya Lindi na Mtwara. 60% ya hiyo bahari iko kwenu, na nimefika kwenu Mtwara mjini pale, wameweka sanamu ya samaki kwenye roundabout. Uongo kweli? Kana kwamba hata wana kiwanda kimoja cha samaki, au wana hata boti moja ya kuvua samaki. Yeye wenyewe kula samaki hapa kesi. Uongo kweli? Watu mnashinda kwa visamvu na matembere na majani ya kunde, wakati bahari iko hapa. Unaenda nchi kama Norway, watu wanavua samaki wanauza kwa mabilioni. Sasa matatizo ya nchi hii, vijana, sio wingi wa rasilimali. Tuna rasilimali za kutosha. Tatizo la nchi yetu ni uongozi wa kijinga wa hovyo wa CCM wa miaka 63. Umetufanya kuwa maskini, umewaumiza. Hebu jiulize hivi, nyie mnalima korosho hapa, uongo kweli? Mnalima na minazi, mna minazi, uongo kweli? Kuna vinazi vile vidogo vya bakresa vile wanaweka kwenye vikaratasi, si mnavijua vile? Nazi inayotumika kutengeneza ile inaagizwa kutoka Malaysia, Indonesia, wakati nyie watu wote wa kusini mnalima nazi. Kwa nini serikali yenu itoe fedha hapa ziende nje ya nchi kununua nazi kutoka Indonesia, wakati watu wa Mtwara mna nazi hapa? Kwa nini hicho kiwanda kisingejengwa hapa kwenu Mtwara, ili nyie mumuuzie bakresa hizo nazi mpate fedha? Wao ukiuza nazi kwa bakresa, ukipata fedha utakunywa chai kwenye mgahawa wa mtu hapa kitambo. Ukipata fedha utajenga, utamwajiri fundi wa hapa kwenu Tandahimba. Yeye akipata fedha atapanda bodaboda ya yule atanunua mboga kwa mwingine. Fedha itazunguka miongoni mwenu, kuliko inatoka hapa inaenda Indonesia kutengeneza ajira kwa watu wa Indonesia. Kwa nini? Kama sio matope ya viongozi kwenye vichwa, kwa nini tunafanya hivi? Kwa nini leo nchi hii watu mnalima korosho, mnaumia wenyewe, lakini korosho yenu inasafirishwa ghafi kutoka hapa inapelekwa Vietnam kubanguliwa? Tungejenga viwanda vya korosho hapa. Maana yake ni nini? Maana yake ni tatu. Moja, ingekuajirini nyie. Kwa hiyo wewe ungelima korosho, ungekuwa na faida ya kupata soko la uhakika la korosho kwa bei nzuri, lakini vile vile ungepata ajira kiwandani. Kwa hiyo korosho yako ingekupa pesa mara ngapi? Si kama mmeelewa nyie? Kwa sababu mambo haya yule Katani hawezi kuzungumza. Yeye sasa hivi anazungumza mambo ya fedha ya CCM. Haya hawezi tena kusema. Mnanielewa vizuri ndugu zangu? Kwa nini hata Oram iliyokuwa pale Mtwara mjini, kwa nini imeuawa? Nchi nyingine wanavyofanya kuchochea uchumi, wanaweza hata kumuondolea kodi yule mwenye kiwanda ili watu wake wapate soko. Lakini kwa nini Oram wameondoka? Kwa nini viwanda vyote alivyojenga Mwalimu Nyerere vya korosho vimekufa? Kwa nini? Hivi viwanda vingewapa bei nzuri. Leo kilo moja ya korosho ina makato ya zaidi ya shilingi 1250. Uongo kweli? Korosho ulime mwenyewe, uokote mwenyewe, dawa upige mwenyewe, na zile dawa ni sumu. Nakosea? Magunia hawawapi bure, miche hawawapi bure, mbolea ukivuna tu ukiipeleka tayari wanachukua shilingi 1250. Kwenye geti la ushuru gunia moja wanalipa 10,000. Kwa shilingi. Kwa nini? Ukiwa na kilo 100 ya korosho, ina maana wanachukua shilingi 125 kwa kilo 100. Kwa nini mtu achukue 125 yako? Alikulimia, alikusaidia kupalilia, alikuja kupiga dawa. Mtendaji amesha kuja kuonesha namna ya kufanya, akae na wewe shambani akupigie dawa, akusaidie kuokota. Ukiokota tu zinakuwa za serikali. Serikali ya watu. Ukisoma ibara ya 8 ya katiba inasema wajibu wa serikali ni ustawi kwa watu wake. Hii serikali inayopora fedha kwa watu wasiokuwa na viatu wala sehemu ya kulala pazuri, hii ni serikali inataka ustawi kwenu au inataka kuwanyonya?
Si kama mnaelewa. Hivi mnaelewa ninachokizungumza nyie? Mnaelewa vizuri? Nyie ni watu wa mageuzi. Watu wa Mtwara ni watu wa mageuzi. Watu wa Mtwara na Lindi, watu wa kusini ni watu ambao umeteswa sana na serikali zote za nchi hii. Hakuna serikali inayowaonea huruma. Leo ndio wanachimba hapa miaka 63 baada ya uhuru, na kila mtu anatamba barabara baadhi ya ng'ombe. Barabara gani? Miaka 63, ina maana itapita miaka mingine 63 ndio wachimbe ya kwenda sehemu nyingine. Miaka 63 ya uhuru kwenye nchi ya dhahabu, nchi ya Tanzanite. Mnalima, mnahangaika, korosho zenu mmeuza shilingi ngapi? Huko duniani wanatangaza kwamba mmeuza korosho shilingi 3800 mpaka 4000. Nani mkulima ameuza korosho yake shilingi 4000? Kuna mkulima aliyeuza korosho shilingi 4000? Kuna mkulima ameuza 3800? Makateo wale ambao mnawauzia watu kati ndio wamechukua shilingi 3400, ndio wamewaleteeni shilingi 1800 na shilingi 2000. Kwa nini wasikuruhusuni nyie muuze korosho kwenye kiwanda moja kwa moja na wawaletee viwanda hapa ili wewe pesa yote upate? Kwa nini mtu kati ambaye hakulima, hakufanya chochote apate shilingi 3000, shilingi 1000 zaidi kuliko wewe ulienda shambani na mke wako? Si kama mnanielewa? Yes, mlikuwa na gesi. Si mna gesi hapa, futi za ujazo trilioni 54.5. Si watu wenu waliuawa hapa miaka 12 iliyopita? Si watu wamebaki na makaburi hapa na wengine wamebaki vilema hapa? Si mliambiwa ile gesi kwamba itabadilisheni maisha yenu? Kiko wapi imebadilisha maisha yenu? Gesi inaondoka, mmebaki maskini. Uongo kweli? Sasa ndugu zangu, watu wa Mtwara, mambo haya Tandahimba hivi, mambo haya hayatajibadilisha yenyewe. Yatabadilishwa na uongozi unaosikiliza wananchi. Uongozi uliopo umekaa madarakani kwa muda mrefu, umechoka, hauna mbinu mpya. Huwezi kufundisha mzee, huwezi kufundisha mbwa mzee mbinu mpya za kuwinda. Mbwa akishazeeka na mbinu za zamani amezeeka nazo, hawezi kujifunza mbinu mpya za kuwinda. CCM hii imezeeka, imechoka, haina fikra za kutengeneza viwanda. Hii ni nchi ambayo tuna bodaboda kila kona ya nchi hii, lakini hatuna kiwanda cha kutengeneza hata spoku ya bodaboda, hata tairi ya bodaboda. Kwa maana kwamba leo tukitaka kupata tairi ya bodaboda, pesa inachukuliwa kutoka kijigani hiki Madaba, inapelekwa China kutengeneza ajira. Wakati tungejenga kiwanda hapa, kingeajiri vijana wetu, fedha ingetoka Madaba, ingebaki ndani ya nchi kujenga uchumi zaidi, kuajiri walimu zaidi, kuajiri madaktari zaidi, lakini inasafirishwa nje ya nchi kwenda kutengeneza ajira kwingine. Tunaagiza mpaka toothpick za kutolea nyama kwenye meno. Utatengenezaje ajira kwa watu wako kama kila pesa unayopata unaisafirisha kwenda nje kununua vitu? Si kama mnaelewa ninachokizungumza? Mnaelewa vizuri? Mnanipata vizuri? Tunahitaji mabadiliko. Na mabadiliko hayo wa Tanzania wanayahitaji na wanataka mabadiliko, na ni watu wa mabadiliko. Tumekuwa tukikwazwa na kukosekana kwa tume huru ya uchaguzi inayoweza kusimamia uchaguzi ipigwe dakika 90 sio kwa na upendeleo. Uongo kweli? Wamekuwa wakiiba uchaguzi kwa kutumia polisi, kwa kutumia watendaji, kwa kutumia walimu, na wanawaacha mnateseka. Sasa Chadema tumesema bila mabadiliko ya tume huru, bila kuwa na sheria mpya za uchaguzi, hakutafanyika uchaguzi nchi hii mwaka huu. Naunga mkono huo msimamo. Naunga mkono huo msimamo. Msimamo huo Madaba unasema hivi kwa Kiingereza, nikisema no reform mnasema no election. No reform, no election. No reform, no election. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Sawa sawa? Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Tunataka tubadilishe sheria, halafu twende kwenye uwanja ambao unalingana. Haiwezekani leo Yanga anacheza na Simba alafu refari Manara. Si baraa hiyo? Kitatokea nini?
Upendeleo kwa wazi, sio? Rafiki yangu Manara jana ananipigia simu ananiambia mimi nikiwa refa hata mtu akichezewa rafu katikati ya uwanja mimi natenga penalty. Sasa hiyo ndio CCM wanatufanyia. Wanataka sisi tuingie kwenye uchaguzi ambao refa wa kwao, linesman wa kwao, makamisa wa kwao, alafu wanatuambia tuvue na njugu tucheze pekupeku wakati wao wamevaa njugu. Na uwanja umekaa hivi. Sisi tuko goli la chini, wao wako huku juu, kiselelesha tu mpira tunafungwa.